Shalom. Sasa leo nitakutajia makosa makubwa matano ambayo watu wanakuwa wanayafanya kipindi ambacho wanakuwa wamefunga. Kati ya maombi yenye nguvu sana duniani ni maombi ya kufunga, lakini wengi huwa hawajibii maombi haya kwa sababu ya yale makosa ambayo wanakuwa wanayafanya kipindi wanachokuwa wamefunga. Huenda umekuwa ukijiuliza kwamba kwa nini unafunga sana lakini matokeo ya kile unachokiomba hauyapati? Umefunga 3 kavu, umefunga 7 kavu, lakini bado yale ambayo unayoomba haujayapokea siku ya leo. Unafunga lakini bado elimu inakusumbua, bado ndoa inakusumbua, bado biashara inakusumbua. Unajiuliza kwamba kwa nini? Mbona nimefanya kila aina zote za mifungo lakini matatizo haya hayaondoki? Shida ni kwamba kuna makosa ambayo unakuwa umeyafanya kipindi ambacho umekuwa umefunga, lakini wewe hauyajui siku ya leo. Laiti ungekuwa unajua, ninakuhakikishia hiyo mifungo ambayo unaifunga ingekuwa ni mifungo ambayo inakupa majibu. Lakini kwa sababu makosa hayo hayajui, na ndio maana unafunga lakini haupati majibu. Kila mfungo utakaokuwa unafunga baada ya kupata elimu hii ambayo nakwambia hapa siku ya leo, utakuwa ni mfungo ambao una matokeo makubwa sana baada ya kusikiliza video hii. Kwa maana maandiko yanasema kwamba mnaomba lakini hampati kwa sababu hamuombi vyema. Ina maana kumbe kuna namna ya kuomba, kuna namna ya kufunga ambayo ni njema mbele za Bwana na inakubalika mbele za Mungu, ambayo inaweza kukupa matokeo siku ya leo. Sasa ninapokwenda kuonyesha kosa la kwanza ambalo unalifanya kipindi unachokuwa umefunga, kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya kuhusu maombi uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza kulike pale ulipo. Mungu akubariki sana. Kosa la kwanza ambalo watu wengi wanalifanya bila wao kujua ni kufunga bila kuomba toba ya kweli. Na subiri, toba hii hujaifanya. Ninapozungumza toba yenye sifa za kweli, nazungumza toba yenye sifa hizi kubwa 3. Ninapozungumza kwa habari ya toba kweli, nazungumza toba ya kuombea wale wazee ama wazazi wako ambao wamekwisha kupita tayari. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba nami nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Ina maana Mungu sometimes huwa anaangalia hata yale makosa ambao waliyafanya wazazi wetu. Unaweza kujikuta shida sio kwako wewe. Wewe kwa muda huu hauna makosa, lakini makosa na dhambi ambazo hazijatubiwa ambazo walifanya wazazi wako siku ya leo zinakusumbua kwenye maisha yako. Lakini pia ninapozungumza kwa habari ya toba kweli, nazungumza ni ile toba ambayo unakuwa umekwisha kumsamehe mtu tayari. Wengi tunapokwenda kuomba toba mbele za Mungu tunakuwa ni watu ambao tumewaweka bado watu mioyoni mwetu. Hii toba yako iweze kuwa kweli, lazima uwe umemwachilia mtu. Unaanza kuona kwamba mtu ameingia kwenye maombi alafu amemshikilia mume wake. Mtu ameingia kwenye maombi lakini amemshikilia mchumba wake, amemshikilia jirani yake. Maombi yale yanaweza sijibiwe ni kwa sababu kuna mtu ambaye umemweka moyoni mwako. Ni kwa sababu kuna mtu ambaye umemshikilia na mtu yule anafanyika kama kizuizi cha wewe Mungu kuweza kujibu yale maombi ambayo ulikuwa unayaomba. Hii toba yenye hamasa, toba yenye matokeo ni ile toba ambayo unamuomba Mungu ukiwa umewaachilia wote waliokosea. Na ndio maana hata kwenye kitabu cha Isaya sura 59 mstari wa 1 na 2 anasema kwamba mkono wa Bwana si mfupi hata ushindwe kuokoa, na hata sikio lake sio zito hata ashindwe kusikia, lakini makosa yenu nyinyi yamewatenga na Mungu. Ina maana kitu kinachomtenga Mungu na mtu kwenye maombi ya kufunga ni makosa ambayo anakuwa ameyafanya, ni zile dhambi anazokuwa amezifanya bila kuzitubia. So unapofanya hivyo unakuwa na hakika kabisa kwamba Mungu yale maombi ambayo unayaomba ataweza kuyasikia. Sasa kosa la pili ambalo wanalifanya watu kipindi wanachokuwa wamefunga ni kufunga bila kusoma neno la Mungu. Kitabu cha Zaburi sura 119 mstari wa 105 anasema kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na ni mwanga wa njia zangu. Neno la Mungu litakuonyesha kwamba ni namna gani unatakiwa kuomba, ni jinsi gani ambayo unatakiwa kuomba. Uombe hivi ili uweze kupata hivi, uombaje ili uweze kupata uchumi, uombaje ili magonjwa yaweze kuachia. Ni neno la Mungu ambalo litakwenda kukuongoza. Lakini watu wengi wanaishia kufunga bila kusoma neno la Mungu. Ukifunga bila kusoma neno la Mungu, hauwezi kujua ni kitu gani unachoenda kuomba. Hauna mistari ya kusimamia unaenda kuomba nini. Hakikisha unapoingia kwenye maombi ya kufunga, muda wako mwingi sana unatumia kwenye kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu liende pamoja na maombi. Sio maombi yazidi neno la Mungu, wala sio neno la Mungu lizidi maombi. Najua watu wengi sana tunakuwa tumefunga tuko hapa, lakini kipindi ambacho tunakuwa tumefunga tunakuwa tuko busy na mambo ya kazi. Tunakuwa tuko busy na shughuli zetu za kawaida. Sasa ili kuweza kubalance ratiba zako au timetable zako, hakikisha unasoma neno la Mungu kile kipindi ambacho wengine wameenda kula, kile kipindi ambacho wengine wameenda kupumzika, ule muda wa chai, ule muda wa chakula cha mchana ama chakula cha jioni. Hakikisha muda ule unautumia kwa ajili ya kusoma neno la Mungu. Kitabu cha Mathayo 4:4 inasema kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Ili mtu awe na nguvu za kiroho, ili mtu awe na uwezo wa kuomba muda mrefu, lazima ndani yake awe na neno la Mungu. Unajua ni kwa nini unashindwa kuomba kwa muda mrefu unapoingia kwenye maombi? Ni kwa sababu neno la Mungu lilopo ndani yako ni dogo. Neno la Mungu halijajaa kwa wingi ndani yako. Sasa ninapokwenda kuelekeza kosa la 3 ambalo unalifanya kipindi ambacho unakuwa umefunga, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu. Na kama bado haujalike video hii mpaka hapa tulipofika na inakubariki, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa kosa la 3 ni kufunga bila kusamehe. Watu wengi mnafunga mkiwa mmeweka watu moyoni. Watu wengi mnafunga mkiwa mmeweka vitu moyoni mwenu. Yaani kuna mtu amekosea, leo ni mwaka wa 3, leo ni mwaka wa 4, ama ni wiki ya kwanza ama ni wiki ya pili, lakini mtu yule bado haujamwachia ndani yako. Mungu hawezi kuyajibu maombi yako kwa sababu haujamsamehe mtu. Yaani Mungu anatamani kama yeye ambavyo anakusamehe wewe, nawe pia uwe unaweza kusamehe hivyo hivyo.
Mungu anatamani kama kwa namna ambavyo wewe unapomwendea kwa toba ya kwamba Mungu nimekosea, ninaomba unisamehe. Mungu naye anatamani hivyo hivyo wale waliokosea Mungu anatamani uweze kuachilia. Ndio maana Marko 11:25 anaongea waziwazi kwamba sameheni ninyi ili Baba wenu wa mbinguni aweze kuwasamehe. Mungu ili aweze kusamehe inahitaji wewe uweze kumsamehe yule aliyekosea. Sababu kama haujamsamehe huyo mtu, ina maana Mungu hata unapoenda kumuomba toba, Mungu hawezi kusamehe. Na kama Mungu hajakusamehe, ina maana maombi yako Mungu hawezi kuyasikia. Maombi yako yatakuwa kama makelele mbele zake. Sababu mbele za Mungu utakuwa umeenda kama ni mtu ambaye ni mnajisi. No matter umeomba toba kwa namna gani, no matter umelia kwa namna gani. Lakini kama wewe umeshindwa kumsamehe jirani yako, unapoenda mbele za Mungu maombi yako yanakuwa ni makelele. Jiulize, leo hii umefunga, unaweza kuwa ni mfungo wa Kwaresma ama ni mfungo wa kawaida. Je, ni nani ambaye umemweka moyoni mwako? Ni nani ambaye hujamsamehe? Ama kuna ndugu yako ambaye alikutendea ubaya siku nyingi, ukikumbuka siku leo alichokutendea unashindwa kumsamehe, unajisikia uchungu ndani yako. Hii dalili ya kwamba wewe bado haujasamehe. Kuna tofauti kati ya kusamehe na kuachilia. Watu wengi wanasamehe watu lakini hawaachilii watu. Na ndio maana ni rahisi sana kukutana na mtu anakuambia kwamba mimi nimekusamehe lakini sitakuja kusahau ulichonifanyia. Huyu mtu anasema amekusamehe, huyu mtu anasema amesamehe, lakini kwa nini bado ana maumivu? Lakini bado kwa nini anaongea kauli za namna hii? Hii inaonyesha kabisa ndani yake ya kwamba msamaha ule anaosema amesamehe haujatoka ndani. Kwa sababu mtu anapokuwa amesamehe, zile memory ama kumbukumbu za kile ulichokifanya zinaweza zikabaki ndani ya maisha yake, lakini anapokumbuka hazimletee uchungu. Ukiona unasema umemsamehe mtu, lakini kila unapokumbuka kile ulichokufanyia, uchungu unakujaa, huzuni unakujaa, mwambie Mungu akusaidie ili uweze kumwachilia huyo mtu ndani ya moyo wako, kwa sababu maombi yako hayawezi yakajibia mbele za Mungu. No matter utafunga mfungo wa siku ngapi, lakini kama unashindwa kuachilia, maombi yako hayawezi kujibiwa. Maombi yako yatakuwa ni kama kelele mbele za Mungu. Sasa kosa la 4 ni kufunga bila kuomba. Ni kitu cha ajabu sana. Naomba usikize kwa makini. Ni mtu anafunga lakini kwa sababu eti ya ubizi wa shughuli anashindwa kupata hata dakika 30 za kuomba. Anashindwa kupata hata risali moja la kuomba eti kwa sababu yuko busy, eti kwa sababu yuko busy na kazi. Yaani wewe unasema umefunga masaa 12 lakini kuanzia asubuhi haujapata muda wa kuomba kabisa. Usitegemea kwamba Mungu anaweza kujibu mfungo wako. Wewe umeshinda njaa, wewe hujafunga. Yaani wewe unachokifanya hapo unafanya diet, haujafunga, umeamua tu kujishindisha njaa. Tunakwambia hamna mtumishi wa Mungu. Mimi naingia kazini kuanzia saa 12 asubuhi, natoka saa 12 jioni. Unajiuliza kwamba nyie huko kazini mnakoga mnaga muda wa mapumziko? Huko kazini ambako mnafanya kazi mnakoga hamna muda wa kwenda kula? Mchana nyie mwendaje kula? Hata kama unaruhusu ndani ya dakika 15 kwenda kula, basi hakikisha zile dakika 15 unazitumia kwenye maombi. Kama umefunga na uombi, ni bora usifunge kabisa kwa sababu wewe unashinda njaa. Sasa ninapokwenda kuonyesha kosa la 5 ambalo watu wanakuwa wamelifanya kipindi ambacho wamefunga. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Na kama video hii inakubariki mpaka pale tulipofika, basi unaweza ukalike pale ulipo. Kosa la 5 ambalo watu wengi huwa wanalifanya ni kwamba wanapokuwa wamefunga huwa hawafanyi matendo ya huruma wala hawatoi sadaka. Kitabu cha Isaya sura 58 mstari wa 7 anasema hivi, je, kufunga si kugawa chakula kwa wenye njaa? Angalia basi wewe kwa siku unatumia shilingi ngapi? Kama kwenye kula asubuhi unatumia 2000, mchana 2000, jioni 2000. Chukua hiyo shilingi 6000, nenda katoa kwa wale watu wenye njaa. Chukua hiyo shilingi 6000, nenda katoa kwa wale watu wasiojiweza. Fanya matendo ya huruma, kwa sababu kuna watu funga zenu zinakuwa zina matokeo kwa sababu mnakuwa ni kama mmeruka chakula. Yaani kile chakula ulichokuwa unatakiwa kula asubuhi, mchana, jioni, unakwenda kukila chote usiku. Unakuta kwamba mtu kuanzia asubuhi mpaka jioni anatumia shilingi 6000. Hiyo shilingi 6000 sasa baadaye kwenda kuchukua na kwenda kufanyia matendo ya huruma, anachukua hiyo shilingi 6000 anaweka kwenye chakula jioni chote ambacho anaenda kufungulia. Unakuta kwamba huyo mtu ana masambusa, ana makaranga, hapa ana maziwa, hapa ana uji. Sasa wewe unachokuwa unakifanya hapo haujafunga, ila unafidia kile chakula ambacho ulikuwa hujala asubuhi, mchana na jioni, ndio unachokuwa unafanya. Na ndio maana funga yako inakuwa haina matokeo makubwa. Unachotakiwa kufanya, unatakiwa uendelee na ratiba yako ya kawaida ya kula. Kama asubuhi kwa unatumia shilingi 2000, mchana shilingi 2000, jioni shilingi 2000. Chukua ile 6000 nenda katoe kwa watu ambao wana njaa, nenda katoe kwa watu ambao ni wahitaji. Alafu wewe jioni nenda kale shilingi 2000 ambayo ulikuwa unatakiwa kula kama kawaida. Usifanye matendo ya kufidia mwana wa Mungu. Unachokifanya wewe unafidia, umehamisha tu ratiba. Kwa hiyo sasa unapokuwa umefunga, hakikisha makosa hayo 5 huyafanyi. Na usipofanya makosa hayo 5, ninakuhakikishia kwamba mfungo wako utakuwa ni mfungo wenye nguvu sana. Utakuwa ni mfungo wenye matokeo makubwa sana. Utakuwa ni mfungo ambao utakupa yale majibu ambayo ulikuwa ukiyatafuta kwa muda mrefu. Kuna watu ambao mko mahali hapa mnanisikiliza, hamna nguvu za kufunga kabisa. Kila ukijaribu kufunga unashindwa. Ninaomba uweke mkono wako kulia kwenye kifua chako ili niweze kuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tazama dada huyu ameweka mkono wake kwenye kifua kama ishara ya imani. Mungu, dada huyu anashindwa kufunga, kaka huyu anashindwa kufunga, baba huyu anashindwa kufunga. Mama huyu anashindwa kufunga. Baba, ninaomba kuanzia sasa ukamjalie na ukampe nguvu za kwenda kufunga kuanzia sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Baba, naomba akafunge sawa sana mapenzi yako. Baba, mpe nguvu za kuweza kufunga Bwana. Bwana, kuna wengine wanapokuwa wanaanza kufunga, magonjwa ya tumbo ndipo yanapoanza kuwauma. Mungu, ninaomba kuanzia sasa ukasaidia wakaanza kufunga kuanzia siku ya leo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Na kama umebarikiwa na huduma hii, unatamani kuweza kusupport kwa chochote kile ambacho uko nacho, basi unaweza kutoa sadaka zako kupitia namba za simu ambazo zinaonekana hapo chini ya screen. Utakapokuwa unafanya hivyo, Mungu akubariki sana na akuzidishie pale ulipotoa.
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Na kama una shida binafsi, unatamani niweze kukuombea, unatamani niweze kushauri, utachukua namba zetu za simu ambazo zinaonekana upande wako wa chini wa kulia wa screen yako. Na kama umejifunza kitu kupitia video hii ambayo umeangalia siku ya leo, basi niandikie kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu ili kipindi ambacho tunakuletea mafundisho mapya kuhusiana na maombi uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii mpaka hapa tulipofika na inakubariki, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.